wasii kwa huruma zake Mungu, sio huruma za Musa. Na wasii kwa huruma zake Mungu, sio huruma zake Ibrahimu. Na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kumbe leo dhabihu ya kweli ni kuitoa miili yetu. Sema amen. Kumbe leo dhabihu ya kweli ni kutoa mwili wangu uwe dhabihu mbele za Mungu. Hiyo ndio ibada. Mwambie jirani yako, hiyo ndio ibada ya kweli. Sasa leo watu waliochukua fedha shilingi milioni 1, waliochukua fedha shilingi 100,000, waliochukua fedha shilingi 200,000, waliochukua fedha shilingi milioni 5, wamepeleka madhabahuni, imekula kwao. Sema amen. Utendaji wa Agano Jipya sio kutoa milioni 1. Utendaji wa Agano Jipya sio kutoa 100,000. Utendaji wa Agano Jipya ni kutoa miili yenu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana mbele za Mungu. Sema amen. Jipige kifuani, mwambie asante Yesu kunifanya kuwa dhabihu ya kweli. Na Mungu akubariki sana. Jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Nimeisoma ile Kutoka, anasema ni agano lililo bora kuliko maagano ambayo Mungu anawapa wana wa Israeli. Ni agano lililo bora kuliko maagano. Sasa na mimi nikwambie, agano ambalo Mungu alilowapa wana wa Israeli, Mungu aliamua kuliacha. Mwambie jirani yako kuacha. Sasa ukikiacha kitu hauna kazi nacho. Sema amen. Lakini unapokiacha kuna watu wanakipenda. Sema amen. Unapokiacha kuna watu wanakipenda, ila wewe kwako hakina kazi. Mungu ambariki sana. Ila wewe hakina nini? Hakina kazi. Kwa hiyo unapotupa nguo, unaitupa nguo lakini wengine wanaipenda. Mungu ambariki sana. Unatupa nguo, kumbe kijana anaipenda, anaichukua ile nguo, anaivaa na anaonekana ni wa kawaida. Lakini wewe uliitupa kwa sababu kwako haifai tena. Sema amen. Na kama haifai tena, unaweza akachukua watu wengine, wanaweza akachukua vichaa, wanaweza akachukua watu wanatufanyia, wengine wanaichukulia nguo. Mfano, nguo inapochanika, mwingine anaanza kuiupilia chakula, mwingine anakuwa anaidekia. Sasa nguo inapoisha matumizi ya kuvaliwa, itakachobaki ni matumizi ya hasara. Na ndio maana Mungu alichokifanya alipoacha agano alafu akaliacha, kuna watu wakalichukua wanalifanyia kazi ya hasara. Amen. Na ndio maana nguo inapochanika, inapochakaa, tayari inafanywa matumizi ambayo sio ya faida, ni matumizi ya hasara. Ndio bado ipo, sinafanya kazi, lakini nafanya kazi kwa watu wasio na faida, ni watu wenye hasara. Sema amen. Leo ukikuta watu wako kwenye agano hilo, ni agano ambalo linafanya kazi lakini kwa hasara. Waliomo ndani ya agano ni hasara, na agano lenyewe ni hasara. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alishaliacha. Na kama Mungu akiliacha jambo, atakayelishika na yeye ni wa hasara. Aliyeshika wa hasara, na lililoachwa na lenyewe ni la hasara. Sema amen. Nipungie mkono hewani, alafu mwambie Yesu, asante kwa kunifanya kuwa na faida. Na kama Mungu amekufanya kuwa na faida, amekupa mambo mapya. Sema amen. Na ndio maana tunatembea katika maisha mapya. Mtu anapokuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Na ndio maana wewe uko ndani ya Yesu Kristo, umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Sema amen. Leo watu wanatembea na mambo ya kale ambayo hayana maana, hayana uzima, hayana baraka, kwa sababu Mungu alishayaacha. Sema amen. Warumi sura ya 1 mstari wa 24, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafate akili zao zilizofaa. Na ndio maana leo wanadamu wanatembea, usimwone mtu anatembea, kumbe Mungu alishamwacha. Sema amen. Lakini mimi Mungu alishanipata. Sema amen. Nimepatikana kwa Mungu. Wewe umepatikana kwa Mungu. Maisha yako yapo kwa Mungu, na uhai wako umefichwa katika ufalme wa Mungu. Yesu alikoketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na uhai wako umefichwa mbinguni. Sema amen. Jipigie makofi kwa uhai wako kufichwa mbele za Mungu. Mwambie jirani yako, raha sana, raha sana. Alafu mwambie, aliyoyaacha Mungu na mimi nayaacha. Twende sambamba. Mwambie jirani yako, aliyoyaacha
nayaacha. Na mimi nafanyaje? Kwa hiyo kama Mungu aliacha fungu la 10 na mimi nafanyaje? Na kama Mungu aliacha sadaka ya kutoa fedha na mali, kama Mungu aliacha na mimi nafanyaje? Atakayeyashika yaliyoachwa ni sawa na nguo aliyoibeba kisha ataonekana ni kituko. Sema amen. Na ndio maana sisi tunaona vituko wanaotoa fungu la 10. Tunaona vituko watu wanaopeleka sadaka makanisani, kwa sababu tunaona kama wajinga waliwao. Leo hutaki kupeleka fedha, leo hutaki kupeleka dhahabu, leo hutaki kupeleka mali, leo unatakiwa kupeleka mwili wako ulio hai takatifu mbele za Mungu, ambayo ndio unaotumika katika Agano Jipya. Na ndio maana unatakiwa tembea katika nafasi uliopewa na Mungu katika wakati uliopo. Sema amen. Mwambie Yesu, asante kwa kunipa wakati ulio wangu. Nimepewa wakati ulio wangu, na mimi nitautendea kazi haki wakati niliopewa niliopewa na Mungu. Mungu akubariki sana. Yeremia sura ya 31 mstari wa 31. Na ndio maana leo tuna cancel kabisa. Sasa unapokuta kitu kimeacho, wewe unakuwa hauna kazi nacho. Na ndio maana kuna vitu ambavyo ulivyoviacha. Wanaweza sasa kuna wengine leo watu wanaomiliki gari nyingi. Mara ya kwanza alimiliki kagari milioni 2, alafu tayari akapata milioni 500, milioni 700, milioni 200. Kwa hiyo hataweza tena kumiliki gari la milioni 2. Ataenda kununua gari la milioni 70, gari la milioni 100, gari la milioni 80, gari la milioni 150, kwa sababu anatembea katika kiwango ya kila alichonacho. Sema amen. Lakini siku akija kurudia kila alichokiacha, ataonekana kichwani mwake hakuna. Sema amen. Na ndio maana leo kuna matajiri kama hawanaga akili. Sema amen. Sema amen. Wewe unamiliki pesa milioni 200 unatembelea ndala. Wewe hauna akili. Tupe sisi tujue kuzitumia. Mimi nikiwa tajiri, na ndio maana leo matajiri walioko duniani mapesa zao